Sura ya 11. Nafsi ya Yesu na nafsi yetu. Maisha yetu ya awali yanaweza kuelezewa kwa usahihi kupitia maisha ya Yesu. Mwonekano wa Yesu ulikuwa sawa tu na wa wanadamu, hivyo majirani zake hawakuweza kupata tofauti yoyote kati yake na watu wa kawaida. Walisema huyu si mwana wa seremala, mama yake si Mariamu, na ndugu zake si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda. Yesu alionekana katika umbo sawa na sisi ili kutusaidia kutambua kwamba sisi ni kama yeye tu katika mwili na roho, na kuelewa ukweli wa msingi wa maisha yetu ya awali na maisha yetu ya baadaye. Ikiwa mwili na roho ya Yesu vingekuwa tofauti na vyetu, tusingeweza kuamini kwamba tutafufuka au kwenda katika ufalme wa mbinguni, na tungefikia hitimisho kwamba hatutakuwa katika hali sawa na Yesu. Walakini, ikiwa tunaelewa kwamba maisha ya awali ya Yesu na ya baada ya kifo ni sawa na yetu kwa kila namna, tutaweza kuamini kwamba tunaenda mbinguni. Ili kusuluhisha jambo hili, tunahitaji kujifunza maneno ya Yesu na hali ya maisha yake ya awali na ya baadaye yaliyoelezewa katika Biblia. Wakati huo huo, tunahitaji pia kusoma hali yetu. Yesu alisali sala ya kufunga katika karamu ya mwisho ya Pasaka kama ifuatavyo. Yohana sura ya 17 mstari wa 5. Hivyo sasa Baba, unitukuze mbele zako kwa ule utukufu niliokuwa nao pamoja na wewe kabla ulimwengu haujakuwepo. Nimelidhihirisha jina lako kwa wale ulionipa kutoka ulimwengu. Walikuwa wako, nawe ukanipa mimi, nao wamelitii neno lako. Sasa wamejua ya kuwa vyote ulivyonipa vimetoka kwako, kwa sababu wao ni wako. Wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Maombi haya ni kwa ajili ya kurejesha utukufu Yesu aliokuwa nao pamoja na watu wake kabla ya ulimwengu kuanza. Inasema katika Biblia kwamba Yesu Kristo alikuwa pamoja na Mungu na alikuja kwetu. Yohana wa kwanza sura ya 1 mstari wa 2, ambao ulikuwa pamoja na Baba nao ukadhihirishwa kwetu. Naye Yesu akasema. Yohana sura ya 6 mstari wa 62, ingekuwaje basi kama mngemwona mwana wa Adamu akipaa kwenda zake huko alipokuwa kwanza? Kabla ya Yesu kuja katika ulimwengu huu, alikuwepo kama neno la Mungu, na neno aliumba vitu vyote. Yesu ni Bwana wetu ambaye anastahili kuwa na mamlaka sawa na Mungu. Hata Kristo, neno la Muumba, alivaa mwili wa mwanadamu na akazaliwa ulimwenguni kupitia Bikira Maria. Je, ni zaidi kiasi gani kwa roho za wana wa Mungu walioumbwa na Mungu kuvaa mwili na kuzaliwa kama wanadamu? Hakuna tofauti kati ya Yesu na sisi katika hali ya kiroho isipokuwa katika cheo. Watu wa kawaida ni malaika au roho za watu watakatifu wa mbinguni waliofanya dhambi na kuzaliwa kama wanadamu. Wote walifukuzwa kutoka mbinguni kwa sababu walimwasi Mungu, wakijaribiwa na Shetani. Miongoni mwao, baadhi walifanya dhambi bila kukusudia, wakijaribiwa na kushtakiwa pasipo haki na kutupwa duniani. Ili kuwatafuta na kuwaokoa, Yesu mwenyewe alikuja katika ulimwengu huu wenye dhambi, kama ilivyoandikwa Luka sura ya 19 mstari wa 10, kwa maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.